majina anaitwa Abubakar Bernard Mashambo, natokea mkoa wa Tanga, ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Bumbuli. Ndugu waandishi wa habari, leo tumewaiteni hapa kwa mambo makuu mawili. Kuna jambo ambalo sisi kama viongozi wa chama halitupendezi tukiliangalia. Sisi tulifanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti na makamu mwenyekiti, lakini kwenye kumchagua mwenyekiti na makamu mwenyekiti tulikuwa na ahadi nao. Kwa bahati mbaya mwenyekiti yuko ndani, lakini makamu mwenyekiti yeye anaendelea na ziara mbalimbali kwenye mikoa na wilaya na majimbo mbalimbali. Lakini makamu mwenyekiti anachokifanya sisi kama viongozi wa chama hatujakipenda, sababu anapita kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye majimbo, anachangiwa fedha na wadau na viongozi na wanachama. Lakini ndugu zangu, hela zile anazochangiwa makamu mwenyekiti kwa namna moja ama nyingine hazitumiki kwa maslahi ya chama, zinatumika kwa maslahi yake yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama tumeona hili jambo tulifikishe kwa waandishi wa habari ili aweze yeye mwenyewe kujitathmini. Lakini tulikuwa tunaomba, kwa sababu zile fedha zilichangwa kwa ajili ya kukisaidia chama lakini hazisaidii chama, sisi tunaona kwamba makamu mwenyekiti hafiti kwa kipindi hiki, na tunaomba aachie ngazi, apishe uchunguzi ili mambo mengine yaendelee. Lakini ndugu waandishi wa habari, tunalo jambo lingine, jambo ambalo sisi wenyewe tumeliona kwamba haliko sawa, kwa sababu mwenyekiti yuko ndani, na tulikuwa tunaona kwa namna moja ama nyingine serikali iangalie namna salama kabisa ya kumwachia mwenyekiti ili aweze kuendelea na majukumu mengine, kwa sababu kwa kesi ambayo ameshtakiwa nayo tunaona kabisa kwamba hana kesi, na angekuwepo huku mtaani kwenye ofisi, tunaamini kabisa makamu mwenyekiti haya anayofanya makamu mwenyekiti asingekuwa anayafanya, kwa sababu mwenyekiti mwenyewe yupo. Lakini makamu mwenyekiti anayafanya haya kwa kujua kabisa mwenyekiti yuko ndani, lakini yeye mwenyewe anaona kwamba ni sahihi. Kwa hiyo sisi tunaomba kwamba serikali iangalie namna fulani ya kumwachia mwenyekiti, kwa sababu hana kesi ya kujibu. Hili jambo ambalo tumelizungumza tumeshalifikisha ngazi ya mkoa, ambayo kiitifaki sisi ndio uwajibikaji wetu sisi watu wa majimbo. Kwa hiyo tumelifikisha kwao na wao hawajatupa majibu ya kuridhisha. Ndio maana leo hii umetuona tumefika hatua hii ya kuwaita waandishi wa habari ili hilo jambo liweze kushughulikiwa kwa ngazi ya juu zaidi. Waandishi wa habari, tuhuma hizi tunazitoa, tuna uthibitisho nazo, kwa sababu makamu mwenyekiti kama nilichozungumza kwamba anapita kwenye mikoa, kwenye wilaya na kwenye majimbo, lakini kule anakopita kote kuna jambo tunaita tone tone la kuchangia zile fedha, lakini zile fedha hazifiki kwenye malengo. Malengo yanayochangiwa ni kwa ajili ya kusaidia chama kufika chini, yani sisi watu wa majimbo ziweze kufika chini kabisa kusaidia chama, lakini yeye anapozikusanya anazitumia yeye binafsi kwenye matumizi yake. Hilo tuna ushahidi nalo, kwa sababu hela zinakusanywa na kuna wadau. Tunajua kila chama kina utaratibu, kuna wadau ambao kwenye chama wanachangia fedha za kutosha tu kwa ajili ya uendeshaji wa chama, lakini sisi wana viongozi huwa tuna utaratibu wa kuchanga kila mwezi fedha zile kwa ajili ya chama. Mimi ni Mwakidasi Joseph Kasumbwe, ni katibu wa wilaya ya Muheza, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu
na vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Ndugu waandishi wa habari, nimewaitani hapa kwa lengo mahususi mambo mawili au matatu. La kwanza ni kuona namna ya kukemea ubadhilifu wa fedha za chama, kitendo ambacho kinafanywa na makamu mwenyekiti. Kwa hali hii, kama nilivyojitambulisha kwamba mimi ni mjumbe wa baraza kuu, tulipitisha agenda kwenye mkutano mkuu wa usimamizi wa fedha na taratibu zake, lakini mpaka taarifa tunaipata zimeshuka mpaka kwenye majimbo kwamba makamu mwenyekiti anafanya ubadhirifu wa fedha, kitu ambacho kinakatisha tamaa wanachama na wapenzi. Kwa hatua hii, tunaomba mamlaka husika ichukulia hatua za haraka, ikiwezekana akae pembeni ili aweze kupisha uchunguzi ufanyike. Lakini jambo la pili linahusiana na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kiukweli ameng'ang'aniwa kule mahabusu kwa kesi ambayo imekwisha, haina mashiko. Laiti angekuwa nje ya mahakama, nina hakika hivi vitendo ambavyo vinaendelezwa na makamu mwenyekiti visinge kuwepo, kwa sababu angeweza kuvikemea na akahakikisha kila kinachotokana na kwa mwanachama au mpenzi au mdau anapochangia chama, pesa ingekuwa inafika katika ofisi ya chama. Mratibu mkuu ni katibu wa chama taifa, angeweza kutoa tamko kwamba sasa hivi chama kimepokea michango ya wahisani kiasi fulani. Lakini kwa muonekano na mwendelezo wa makamu mwenyekiti, yeye amekuwa ni msiri kiasi kwamba hatuna imani naye. Kwa hiyo tunaomba mamlaka husika iweze kumchukulia hatua za haraka, ikiwezekana akae pembeni, uchunguzi ufanyike. Lakini jambo la mwisho, ndugu waandishi wa habari, ni kuhusiana na mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Tunaomba mahakama ifutilie mbali kesi ambayo inamkabili na ikiwezekana umwachie huru, kwa sababu kesi ambayo ipo kule haina mashiko, kesi ya kutengeneza, ni kesi ambayo haisababishi mwenyekiti wetu kuendelea kubaki mpaka leo hii. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.